Rais wa Marekani Donald Trump anawashinikiza washirika wa NATO kuacha kununua mafuta ya Urusi, akitishia kuwekea vikwazo zaidi Urusi kwa kushirikiana na nchi wanachama. Trump anawahimiza washirika wa NATO kufanya hivi kwa sababu anahisi vita vya Urusi na Ukraine vitaisha ikiwa nchi hizi zitaacha kuiunga mkono Urusi kwa njia hii. Trump pia anataka mataifa ya muungano wa kujihami NATO kuongeza ushuru wa bidhaa zinazoagizwa kutoka China na washirika wa Urusi. Je, EU na NATO wanaweza kuiwekea China na India vikwazo kama anavyopendekeza Trump? Iwapo itatokea, athari zake ni zipi katika uchumi wa Urusi na mataifa NATO, wengi wao wakiwa mataifa ya Ulaya, na hata bei ya mafuta kote duniani? Awali nizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Dr. Njoki Wamai na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Beatrice Kimaro. Napenda kwanza niweke wazi kwamba NATO ni jeshi la pamoja la ulinzi. Kwa maana hiyo halina mamlaka ya kuzuia uingizaji au kuweka ushuru. Maamuzi ya aina hii huwa yanatolewa na Umoja wa Ulaya kwa maana ya EU au serikali za nchi binafsi. Kwa hiyo naweza nikasema tu kwamba ni kweli kwamba EU tayari ilipinga marufuku mafuta ya Urusi hasa yanayosafirishwa kwa meli tangu Disemba mwaka 2022. Lakini bado liko bomba lile la mafuta linalopita kule Hungary pamoja na Slovakia kwenye zile nchi za kusini mule zinaendelea bado kufanya kazi. Na pia ziko nchi kama zile za Turkey ambayo ni mwanachama wa NATO lakini sio EU. Kwa hiyo bado inaweza kununua mafuta mengi kutoka Urusi, lakini kufunga kabisa mlango kungehitaji maamuzi mapya ya kisiasa ambayo si rahisi yakafikiwa kwa haraka, kwa sababu tutakumbuka kwamba Umoja wa Ulaya pamoja na NATO zinaundwa zaidi ya nchi 27. Kwa ili kufikia maamuzi lazima mataifa haya yashirikishwe na yaweze kufanya maamuzi, na maamuzi yake sio ya haraka kama ambavyo Trump anaweza kufikiria. Kwa hiyo naweza tu nikasema kwamba wanaweza wakafunga au wasikubaliane naye, itategemea na maamuzi ambayo nchi wanachama wataamua. Kwako Dr. Njoki, je, kuna uwezekano wa mataifa ya muungano wa kujihami ya NATO kutilia maanani pendekezo la Trump kukataa kununua mafuta kutoka Urusi? Hakika inawezekana, lakini pia kuna wale ambao wengi wao labda watakataa. Baadhi ya wanachama wa NATO kama vile unajua Turuki, Slovakia bado wananunua mafuta kutoka Urusi kwa sababu za mahitaji zao za kiuchumi. Kwa hivyo agizo la Trump litaibua mgawanyiko kuhusu kati ya hizi nchi za NATO, kati ya wale ambao labda watasikia mwito wake na wengine wengi, haswa wale wataangalia hiyo swala la kibiashara, la wengi wao labda pia watakataa. Kwako Beatrice, iwapo itatokea hivyo, athari zake ni zipi katika uchumi wa Urusi na vile mataifa ya Ulaya? Naweza tu nikasema kwamba athari ziko kwa pande zote mbili. Kwa maana ya Urusi, mapato ambayo yanatokana na uuzaji wa mafuta kwenye mataifa ya Umoja wa Ulaya yanaweza yakashuka, lakini pia tunaona kwamba Urusi anauza mafuta zaidi ya 85% kwenye bara kama la Asia, ambapo nchi kama China inanunua mafuta kwa zaidi ya 47% kutoka Urusi, lakini taifa kama la India linanunua mafuta ya takriban 38% kutoka Urusi. Kwa hiyo kuvutia wanunuzi wao inaweza ikapelekea Urusi mwenyewe akashusha bei kutokana na zile gharama za usafirishaji, lakini pia ili kuwavutia wale wateja wake wasiweze kuondoka na kwenda kununua kwa taifa lingine kama Marekani, kwa sababu pia Marekani ni muuzaji wa mafuta. Lakini kwa Ulaya na NATO yenyewe ziko athari za muda mfupi, lakini pia za muda wa kati. Kwa maana ya muda mfupi, bei ya mafuta duniani inaweza ikapanda, na hii hofu inaweza ikapelekea kuleta changamoto kwa mataifa mengi yaliyoko chini ya NATO, lakini pia hata Marekani pamoja na dunia nzima kwa ujumla. Kwako Dr. Njoki, Trump amekuwa akitishia mara kadhaa kuiwekea Urusi vikwazo vya kiuchumi, ila hajakuwa akitekeleza vitisho vyake. Kwa nini hajachukua hatua hiyo kufikia sasa? Kwa sababu naona anajua kwamba inaweza leta tatizo kubwa, kwa sababu unajua pia Uturuki iko na wale ambao wana support, na pia kuna pia Trump anatumia hii ningeita diplomasia ya kibiashara. Mtazamo wa Trump ni labda akifunga vikwazo vya Marekani ili NATO itii, kuna wale ambao pia wataacha kuungana na wa Marekani labda kibiashara. Kwa hivyo pia lazima atafute ile tunaita balance, uwiano kati ya biashara na mambo ya diplomasia, kwa sababu pia Uturuki ni nchi ambayo pia iko na nguvu zaidi katika dunia. Je, masoko ya Ulaya yameathirika vipi na vita hivi vinavyoendelea kati ya Ukraine na Urusi? Masoko ya Ulaya imeathirika
sana kati ya hizi vita, kwa sababu labda vitu vingi ambazo nchi zote mbili ambazo unajua ni nchi kubwa, haswa Uturuki. Pia Ukraine si nchi ndogo, kwa hivyo katika mambo ya ukulima tunajua kwamba Ukraine ina supply ngano mingi sana dunia nzima na haswa huko nchi za Ulaya. Kwa hivyo kama ni ngano, na unajua kwamba nchi za Ulaya zinatumia ngano zaidi. Kuna ngano, kuna hii mafuta tunaona ambayo sasa Trump anajaribu kukatiza hilo soko kutoka Uturuki. Kwa hivyo naona kwamba masoko ya Europa itaathirika, na imeshaathirika, lakini itaendelea bado kuathirika zaidi na hizi vita. Kwa hivyo ni vizuri vita kama vile wanaweza tafuta namna ili vita hizi ziishe. Kuna ile pressure inaleta kwa nchi, labda wakiendelea kupata wakimbizi wengi zaidi. Beatrice, Trump pia anataka mataifa ya muungano wa kujihami wa NATO kuongeza ushuru kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka China na washirika wa Urusi. Je, unafikiria EU na NATO wanaweza kuiwekea China na India vikwazo kama anavyopendekeza Trump? Ushuru huu wa dhidi ya China na India ambao Trump anaudhani, naweza tu nikasema kwa mfano kwa Ulaya wao ni mshirika mkubwa sana wa China, kwa maana ya kwamba ana thamani ya bidhaa nyingi anazonunua China kulinganisha na zile anazonunua Marekani. Na takwimu zinaonyesha mwaka 2023 bara la Ulaya limefanya biashara na China ya takribani dola bilioni 860. Lakini kuwekea ushuru kwa maana ya kuongeza gharama kwa makampuni ya Ulaya, hasa katika sekta hizi zinazotegemea bidhaa kutoka China kama vifaa vya umeme, magari, lakini pia teknolojia, na hasa hii teknolojia ya kijani, matokeo yake ni kwamba yatapelekea ongezeko la bei kwa watumiaji wa kawaida, hasa wale wa chini, kwa maana ya walaji. Lakini pia kutakuwa na kushuka kwa ushindani hasa kwenye viwanda dhidi ya Marekani pamoja na Asia. Lakini kwa India unaona kabisa kwamba huu ni mlango wa nyuma. India inatumika kama mlango wa nyuma wa Urusi. Kuna sasa tukasema kwamba ukipeleka kiutendaji, unaona kabisa kwamba NATO yenyewe haina mamlaka ya kuzuia ushuru. Ni EU ndio inayeweza kudhibiti. Kwa nini? Kwa sababu EU ndio ina sera za kibiashara ya pamoja. Lakini changamoto ni kwamba hatua ya ushuru wa vikwazo vinahitaji makubaliano, kama nilivyokwisha kueleza pale mwanzo. Lazima mataifa yanayounda Umoja wa Ulaya, mataifa yale 27 yakae yakubaliane. Lakini jambo hili pia sio rahisi, kwa maana ya kwamba yako mataifa kama Ujerumani pamoja na Ufaransa, hawa ni giants ambao wana masoko makubwa ya kuuza bidhaa zao China. Hayatakuwa tayari kuhatarisha ajira zao za viwanda kwa sababu tu ya Trump. Kwa hiyo sio jambo rahisi kama ambavyo Trump anafikiria, lakini pia jambo ambalo linahitaji muda kwa ajili ya mataifa haya kukaa chini na kubaliana, hasa ikizingatiwa kwamba ziko interest za nchi kwa nchi na sio za kijumuiya. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Beatrice Kimaro pamoja na Dr. Njoki wa Mai, kama nilivyozungumza nao katika gumzo hili.